Kwa majina naitwa ndugu Seti Bernard Masalu, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza. Kwanza nikushukuru leo kwa kuja kunitembelea ofisini kwetu hapa, lakini nikushukuru pia kwa swali zuri. Mimi pia juzi nilisikia vijana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kutoka jimbo la Sumve ambao walikuwa wakipinga maandamano ambayo yameitishwa na viongozi wao wa kitaifa, na ni maandamano ambayo nafikiri yalikuwa ni ya kuishinikiza mahakama kutoa hukumu ya kesi fulani ambazo zinaendelea huko mahakama za viongozi wao. Sasa binafsi kama mwenyekiti wa vijana mkoa wa Mwanza, nafikiri kwanza niwapongeze vijana wa Chadema hususan wa jimbo la Sumve. Nimeona katibu wa jimbo la Sumve akipinga maandamano hayo, lakini vile vile si mmoja vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza tunafikiri maandamano hayo sio kitu sahihi kufanyika. Moja, kwa sababu yanaingilia uhuru wa mahakama, kitu ambacho ni kinyume na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nafikiri ukifanya reference ya katiba yetu ya mwaka 77 sura ya 5 sehemu ya kwanza ibara ya 107A na 107B imezungumza pale kuhusu mamlaka ya mahakama na uhuru wa mahakama. Kwa nafikiri maandamano haya ambayo yanaitishwa na viongozi wa kitaifa kuhamasisha watu wengi barabarani kushinikiza mahakama kutoa maamuzi yale ambayo wanaona ni sahihi katika hizo kesi ambazo ziko mahakamani, nadhani ni kinyume na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na niwaombe vijana wasiingie katika huu mtego, kwa sababu viongozi hao wanajua wanachokifanya ni kinyume na katiba yetu. Na kiongozi yeyote wa chama chote kile ambaye anasema kwamba chama chake anatamani kushika dola, akiwa wa kwanza kuikanyaga katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa wa kwanza kwenda kinyume na katiba yetu, basi kiongozi huyo hafai. Kwa niombe vijana wa mkoa wa Mwanza wote na maeneo jirani tuwe mstari wa mbele kupinga maandamano haya, tuiunge mkono serikali yetu, tumunge mkono Daktari Samia Suluhu Hassan, na tuiache mahakama iweze kufanya maamuzi kama ambavyo katiba imeelekeza. And then baada ya hapo basi kila kitu kitaendelea kama kilivyo. Unaweza kuona mkoa wa Mwanza serikali imekuwa na juhudi na jitihada kubwa hivi karibuni za kuweza kuwawezesha vijana hususan katika sekta ya uvuvi. Billions of money serikali imetoa. Mkoa wetu peke yake au kwenye uvuvi peke yake, uvuvi unachangia pato la mkoa wa Mwanza takriban ya 7%. Yaani leo kizungumzia GDP ya Mwanza 70% kutokana na mazao kutokana na uvuvi katika ziwa letu Victoria. Kwa nafikiri sasa ni wakati wa vijana wa mkoa wa Mwanza na maeneo jirani kujikita kutumia nyenzo ambazo serikali inatupatia kukuza uchumi wa nchi yetu, na kuachana viongozi hao ambao wanahamasisha maandamano ambao wanaikanyaga katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa matakwa yao binafsi au maslahi yao binafsi. Asante ndugu mtangazaji.